Bana mtazamaji wa Mtani TV, issue kubwa ambayo wiki hii yote watu wamekuwa wakijadili na tumekuwa tukiona clip mbalimbali zikitembea mtandaoni ni rafu ambayo Jonathan Soa, mshambuliaji wa klabu ya Simba, alienda kumchezea Himidi Mao Mkami, kiungo mkabaji huyu kutoka klabu ya Azam FC. Bana Shabel, tukio uliliona. Lakini watu wengi wamekuja kuliona baada ya mchezo kuwa umemalizika, kwa sababu tukio lilitokea wakati mwamuzi wakati akiwa anapuliza firimbi. Issue kubwa ni nidhamu ambayo Jonathan Soa amekuwa akionyesha. Utakumbuka tokea akiwa Singida kwenye mchezo wa fainali pale Zanzibar alionyeshwa kadi nyekundu, lakini hivi karibuni pia kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City kwenye dakika za mwanzo kabisa alionyeshwa kadi ya njano. Kwenye mchezo wa juzi dhidi ya Azam FC akacheza rafu ambayo ilikuwa haina maana yoyote ile. Bana, issue nidhamu kwa Jonathan Soa imeonekana kuwa ni mzigo mkubwa sana kwa upande wake. Wanakwambia tabia ya mtu ni kama ngozi. Tabia ya mtu ni kama ngozi. Yaani ni ngumu sana kuibadili tabia yako. Kwa ndo huyo Jonathan Soa alivyo. Ni mchezaji ambaye utampenda kwa magoli yake, lakini pia utamchukia kwa vitendo vyake vya hovyo. Lakini pia mwisho wa siku pia Waswahili ama wahenga wale kusema ukilipenda boga unapenda na maua yake. Yani kwa Simba huambii chochote kuhusu Jonathan Soa. Yani huambii kitu. Yani mashabiki wa Simba unaona walivyokuwa wamelipoteza ile tukio. Yani light kama ingekuwa ni mchezaji wa Yanga, wamekuwa kwanza wao post clip. Lakini kwa vile ni mchezaji wao, wamelifumbia macho, wameamua kulikalia kimya. Hata mwanzoni wakati Simba wanamsajili Jonathan Soa, watu waliwaonya. Akamwambia bwana, nyinyi mnamkaribisha chizi, lakini fahamuni hatakuja yeye mwenyewe, atakuja na makopo yake. Watu hii mambo yakawa mengi. Ndio hivyo ambavyo vinaendelea. Ana kadi nyingi za njano, ana matukio mengi ya hovyo tangu amefika Simba kuliko magoli mengi aliyoyafunga. Kwa ni mchezaji ambaye utampenda kwa vyote ambavyo yuko navyo. Ukiamua utampenda kwa magoli, nimekwambia magoli yake ambayo anafunga, lakini pia na matukio yake mengi ya hovyo ambayo ni wewe sasa, ni choice yako kumvumilia na matukio yake ya hovyo ili hali akupe ambacho unakitaka, akufungie magoli, ama uamue kupita na kimoja, yani uyakatae magoli yake, uamue kustiki na swala la nidhamu. Kitu ambacho zipo baadhi ya timu duniani zimewahi kuwavumilia wachezaji wenye character aina ya Jonathan Soa. Chelsea wale kuwa na mtu anaitwa Diego Costa. Yani kwa mtukutu, yani kucheza bila kukanyaga watu kwenye magoti, kwenye ngome, kwa kaba watu. Alikuwa haenjoy, yani kumaliza mechi bila kadi yeye kwake anaona kama hajaicheza hiyo mechi kwa namna ambavyo inatakiwa. Walikuwepo watu kama kina Luis Suarez, fanya sana matukio mengi ya hovyo, lakini hii watu waliamua kwenda nao hivyo hivyo na kuwavumilia. Kwa hiyo sijui Simba wao watafanya maamuzi gani, kwa sababu utamwacha Jonathan Soa, unaenda sokoni, unaenda kumleta mshambuliaji gani ambaye ana uhakika wa kugarantii magoli? Yupo mjini hapa Josephat Gwede. Gwede sasa kaenda Singida. Gwede simeenda kuongea kama ambavyo mliongea kwa hapana. Gwede hajafika level ya Jonathan Soa. Yani Afrika hii Mashariki washambuliaji wamebakia wachache sana ambao wana garantii kubwa ya kufungia goli angalau wakicheza dakika nyingi katika mchezo husika, na Jonathan Soa ni mmoja wapo. Ni mmoja kati ya washambuliaji bora kabisa tulionao kwenye ligi ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo inaweka Simba katika nafasi ngumu kwa haya matukio yake ya hovyo. Kama umeyataja hapo, lakini unaweza ukaenda nyuma pia alipokuwa Medeama, alikucheza na Young Africans akapata kadi nyekundu kwenye mchezo ambao ulifanyika Benjamin Mkapa. Matukio yake, kwa mfano, achana tukio alipata mechi ya finali ya Singida, kwa tukio alionyesha aliwatukana mashabiki wa Simba dhidi ya kwenye mchezo ambao ulifanyika KMC Complex. Ikawa kizaazaa, vurugu zikawa nyingi, lakini ndo hivyo. Kama nimevyokuambia, tabia mtu ni kama ngozi, yani ngumu sana kuibadili.
yawezekana kwa Jonathan Soa akahitaji kuwa na mwanasaikolojia ambaye anaweza kukaa naye chini na kujaribu kumbadilisha fikra ambazo amekuwa nazo? Hapana, sababu kwanza kile ni kitu ambacho kinapaswa yeye mwenyewe kwanza akikubali ama akiadmit kutoka kwenye moyo wake. Lakini pia niliwahi kumsikia sehemu akizungumzia namna ambavyo ana hiyo character ya bad boy. Akasema ni kitu ambacho kipo tu, yani ni inborn. Toka akiwa mdogo, akiwa anaanza kucheza career yake ya mpira, ni yeye ni mpambanaji. Ni fighter, sio mnyonge. Unaona? Na ni sehemu ya yani kwa provoke wapinzani, tumia nguvu sana, ni part ya game yake. Kwa hiyo ukitaka kukiondoa hicho kitu kwenye sehemu ya game yake, huwezi kumpata the Black Lion Jonathan Soa. Yani atakuwa ni mchezaji mwingine tofauti. Kwa mazingira ambayo Simba wanayo, kama ikitokea wakipata striker mwingine, tunaweza tukaiona njia ya Jonathan Soa kutokana na aina ya nidhamu ambayo amekuwa nayo. Unajiuliza, unamtoa sana Afrika hii, unaenda kusajili striker yupi? Yaani katika kipindi ambacho vilabu vingi vina struggle kumpata mshambuliaji wa uhakika, yani washambuliaji wa kufunga magoli wa uhakika, Afrika wamebakia wachache sana. Lesi explore ama ulivamie soko la mabara mengine huko, kama ambavyo umeona Petro alikwenda mpaka Brazil, wakaenda kumchukua Thiago Reis ambaye anawafungia magoli. Mamelodi wanaendaenda sana Amerika ya Kusini kwenda kuchukua wachezaji. Unaona Al Ahly wanavyotaka kutia mpunga mwingi wampate Fiston Maele kutoka Pyramids. Kwa kuna hiyo changamoto ya kupata washambuliaji wenye garantia kufungia magoli. Mimi ukiniambia Afrika washambuliaji ambao wanakugarantia wazawa ndani ya bara letu kwa sasa hivi tulionao, nitakwambia ni Maele na Osama Lamliu wa Berkane. Hao ni washambuliaji ambao proven, ambao wapo wana uhakika wa kufungia magoli. The rest sina uhakika sana. Shalulile nafikiri yupo anafunga lakini anashuka sasa, ana decline. Huku kwingine napo ndo Al-Ahly wenyewe pia tonga ameondoka Usama Abu Ali, wana struggle kupata mshambuliaji ambaye anawagarantii magoli. Angalia timu kubwa Wydad hawana mshambuliaji, yani Rochi kina Azizi ndo wanawafungia, lakini namba 9 wa uhakika pale hakuna kuwafungia magoli. Timu gani nyingine kubwa Afrika? Zamalek hawana mshambuliaji wa uhakika. Sijui utaenda wapi tena? Ukija ukanda wetu huku Afrika Mashariki, niambie timu gani ina striker ambao wakutishia? Gor Mahia hayupo huyo mshambuliaji. Si ukiangalia Yanga ndo huyo Dube pia wanamkataa. Simba ndo hivyo wanasoa, lakini ndo hivyo vitendo vyake vya kinidhamu vinapelekea watu kuanza kumjadili kwamba pengine sio mtu sahihi ama usajili sahihi kwa matukio yake ambao anayafanya. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inalikumba bara la Afrika, kwa namna ambavyo unaweza ukapata mshambuliaji mzuri wa kugarantii magoli kama ambavyo imewahi kuwa hapo kabla. Baada ya mchezo watu walikuwa wanazungumza kwamba Jonathan Soa anapaswa kupewa adhabu ambayo ye mwenyewe akikaa chini akijifikiria ataona kwamba hapa nilikosea. Sasa tupitishe kidogo, ni adhabu gani ambayo kama Soa anaweza kaingia kwenye mtego wa ile kamati ya masaa 72 anaweza akakutana naye? Kamati ya masaa 72 huwa inawadhibu hawa watu, wachezaji ama viongozi wa timu kwa ujumla kulingana na matukio yao makubwa ambayo wanayafanya au matukio ambayo yamekuwa yakijirudia. Sasa Soa ameshaingia tayari. Hii nafikiri itakuwa ni kama akiadhibiwa, itakuwa ni mara ya pili anaadhibiwa kwa masuala ya utovu wa nidhamu. Ya kwanza ulitaja ile kadi nyekundu ambayo ilitokana na utovu wa nidhamu kwenye mchezo wa finali ya FA kule Zanzibar. Lakini hii ambayo tukio ambayo amelifanya juzi kwa Himidi Mao la kumpiga kiwiko, ilikuwa ni ngumi ama kiwiko. Inaangukia kwenye kanuni ya 41 kifungu cha 21. Kanuni ya 41 kifungu cha 21 kuna kipengele cha hicho. Kwanza hiyo kanuni inazungumza ni masuala ya udhibiti wa wachezaji, lakini kuna kipengele cha 5 sehemu ya pili kinazungumzia sasa yani
ni kosa gani ambalo Soa amelifanya. Kinazungumzia masuala ya kupigana ama kupiga, yani mchezaji mkigombana wenyewe au ukipigana na mchezaji mwingine ama ukimpiga, ni lazima utakutana na adhabu ya kufungiwa michezo isiyopungua 3 na faini ya $200,000 kulingana na ukubwa wa tukio ama faini ya $2,000,000. Sasa ukijaribu kutazama tukio la Jonathan Soa, yeye kampiga, yani inaanguka kwenye hilo tukio la kumpiga, kampiga kiwiko ama kipepsi, si ngumi, kampiga Imidi Mao. Ni tukio ambalo linaangukia kwenye adhabu ya kufungiwa michezo isiyopungua 3, na ni matukio ya hovyo ambayo nimeona kwenye michezo ya hivi karibuni. Kamati ya masaa 72 inawafungia wachezaji michezo isiyopungua 5. Unakumbuka tukio la Ibrahim Baka dhidi ya Ame. Unakumbuka pia tukio la juzi la mchezaji wa Mbeya City, nani huyu, Vitalis Mayanga, kumpiga kiwiko Anthony Mligo, kafungiwa mechi 5 na faini ya $2,000,000. Kwa hiyo hii inaweza ika-apply pia kwa Jonathan Soa, akafungiwa michezo 5, bila shaka itakuwa hivyo, na kupigwa faini ya $2,000,000 kwa sababu ni matukio ambayo yamekuwa yakijirudia. Kwa hiyo Simba wakae tayari, wajipange kutokuwa na Jonathan Soa kwa michezo 5 inayofuatia ligi kuu ya soka Tanzania bara. Labda pengine kutoka na mchanganyiko pia michezo mingine ya FA sijui, lakini pia watamkosa kwenye michezo 5, lakini pia wajiandae kumlipia faini ya shilingi $2,000,000 kwa tukio la hovyo lisilo la kiwana michezo la kuhatarisha afya ya mchezaji mwenzake Imidi Mao katika mchezo kati ya Simba dhidi ya Azam ambao Simba walifungwa magoli 2-0. Bila shaka anaenda kukosa, kama atafungiwa michezo 5, bila shaka anaenda kukosa mchezo wa dabi dhidi ya Yanga. Kweli? Yes, kwa sababu nadhani ni michezo 2 tu hapa kabla ya kuelekea mchezo huo wa dabi. Dabi ni lini ndugu yangu bwana? Dabi nadhani baada, kama ratiba ingekuwa inafuatwa, dabi ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 12 mwezi huu. Kwa hiyo labda tuone ratiba itakaaje, lakini kama ratiba itakuwa ni vile vile na maana mchezo wa dabi anaweza akakosa. Ila bodi ya ligi haijawahi kutuangusha. Hajawahi kutuangusha. Ukiona maana gani? Tumalize kaka. Tumalize. Bana, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ya Mtani TV ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali za kimichezo.